Bikianga bya babondo isangana bya chele. Conference avenir. Utaratibu wa kikao tafadhali. Usiulize swali ama mambo isiyokuwa kwenye agenda ya kikao ama kuleta mazungumzo ambayo iko kinyume na agenda hii. Kila mtu tutajitahidi, kila mtu atapewa angalau dakika 5 ili atoe maoni pamoja na mawazo yake. Vile vile tutapendelea kusema kama hakuna mtu wa kukatikiza mtu mwenzake wakati iko naongea. Usubiri muda wako. Itakuwa vizuri kama mtu iko naongea tumpatie nafasi amalize kuongea maoni yake, na wewe ukikuwa na neno ya kusema unapandisha mkono yulu na wewe unaongea. Na tafadhali sie wote tuheshimu mawazo ya kila mtu. Najua kama mawazo yetu haitakuwa sawa. Sometimes mtu ataongea vitu vyenye iko kinyume na gisi mwingine anapendelea, lakini tuheshimie mawazo ya kila mtu. Basi acha niseme agenda ya kikao cha leo. Hatukupanga vitu vingi. Kikao cha leo hatukuandaa kuongea mambo mingi. Ni kikao cha kwanza kama kisi mnajua. Ita kwanza wa region benye biko hapa. Juba karibishe bandugu walitoka mu region tofauti. Tutaanza kwa na region ya Manchester kama kwa watu wa Manchester hapa. Acha ni mtishe president wa Bembe ya Manchester apate kukaribisha bandugu ya Manchester. Manchester oye. Manchester oye. Huko ndo kuna bwaka centre ya Manchester. Kwa hiyo wandugu zangu, kama uko hapa, uko kwenye mkutano huyu, uko member wa Manchester, unaweza tukushimama na ukapepea mkono huko ili tuendelee na kikao. Naona mwenyekiti ya sekta ya Boburu yuko hapa, acha tumkaribishe vile vile akaribishe wandugu. Jamani, mbona mmechoka Boburu oye! Baba Boburu, tusimame tafadhalini sana, tupempee alafu tufanye namna hii kuenda kufurahisha mkutano wote kwa jumla. Boburu oye! Midland, watu wa Leicester karibu. Tukaribisha wandugu wa Sheffield. Sheffield oye! Acha tukaribisha wandugu wa Bradford, region yetu ya kutoka Bradford. Kama tuko na wandugu wa Bradford, naona mwenyekiti wa Bradford bado yuko njiani na mwandishi angali na tatizo kidogo. Tutawakaribisha, mjisikie uhuru watu wa Bradford. Bradford oye! Lead Bradford, inaitwa Lead Bradford hiyo. Karibu sana. Basi nashukuru kwa hiyo. Wandugu wa Norwich, kama kuko Norwich, wandugu wa Norwich sengine wako nje, wako njiani hatujui. Watu wa London, region yetu ya London. Tunakaribisha Scotland. Karibu sana. Acha tuokoe muda. Kweli napenda tena kuwakaribisha, mjisikie uhuru. Ya kufuatia tutaalika tume ya wazee kwa kuongea dakika hata kidogo. Baada ya hapo tutafanya mafundisho kidogo ambayo tutampokea ndugu Jedone. Baada ya hapo tutakaribisha tume ya Seni ambayo ilisimamia uchaguzi pa Sheffield. Tutawakaribisha, tutasikia ni kitu gani walituandalia, na vile vile tutafanya hotuba baada ya kufanya presentation ya komite yote. Alafu tutasoma sheria kidogo na tutafanya michango na kusoma ripoti ya pesa. Na vile vile tutasoma ripoti ya kukabidhiana madaraka ambayo niliopewa
na kisha tutasoma diver. Mudiver tulipanga kitu cha kuhusu ujenzi wa centre de jeunes, na tulipanga tuongelee kuhusu namna gani tutafanya mradi wa kusaidia watoto juu ya masomo Fizi, na kisha tutamaliza kikao. Tulikuwa tunatarajia kikao kilipashwa kuanza saa 8 kamili na kiishe saa 11:30, lakini kwa gisi watu walikuja wanachelewa itakuwa vigumu sana, ila tutajitahidi. Napenda kila mtu tena ajisikie uhuru na tuanze mkutano wetu wa leo. Karibu sana. Karibu sana. Na mwe bondo, na mwa achwe, na mwa ungwelele, imalisha na mwa ibochwa batani. Ibochwa longo. Karibu mzee Machabo huko nyuma, ili unje utupatie 2-3 ya kutusaidia na sisi katika safari hii kwa kufika katika uzee huu. Karibu tena. Nashukuru mwenyekiti. Ibocho. Ibocho. Ibondo. Tungano. Watu hawajibu. Nitarudia tena. Ibondo. Emo. Hapana. Bana kwa najibu nini tukisema emo? Emo. Emo. Ibocho. Sawa. Sijui niseme Kiswahili kibeni. Beni wanapenda Kiswahili wapandisha. Kibembe. Sawa. Nakanyamanga oyo kwa nafasi, lakini na imana lumbakadani china ile huchibwa anoni aba abazee, lakini shaeba mamlaka na bazee tababu la imo itu nibu natenda hiyo bazee bada ba mungu nibu bazee balubunga shaeba mambo mamlaka na imana tulu mpaka nile mzee mambre wa bazee na tu akuindulwa ile nishitende ta ishichoni yaba ya lubunga na mbocho na mbocho wengi nilimuoda odakika chibele tunu tabuicha ishinde mabeni na collectivité beni ya babembe ili na mipaka na collectivité chose chitani ili ni shinde mabeni collectivité beni ili na mipaka na collectivité ya Itombwe, Tanganyika, Ntambala, Nganja na Lolenge. Mtakatifu Mwenga wa kwanza atenda Lolenge, Mwenga wa abela atenda Mwenga, wa Asato Tanganyika, Ntambala, Nganja, Itombwe. Sawa, tusiye groupe mabeni ele groupe mabeni ishinde ele groupe mabeni ele groupe mabeni ele groupe mabeni ile na mipaka na chucho collectivité taole msai taole msai ishinde nishichubwe dakika imo
atenda groupement Mashinyaka ba festival non le festival non groupement Mashinyaka non le festival les Anijigo. Elle a contribué à l'Olengue, au groupement Mashinyaka, ba Waitom. Elle groupement, elle n'a pas Naitombwe. Wala chabu atuwe, chabu mkuchuma minambwe, waingela, Muitombwe. Wanalola bimwe andawe waingela Tanzania. Wanalola amanda Kangala waingela Mpambala. Wanalola bimwe waingela Nganja. Nani wetu? Ishimbe. Fasiboni iyabale parike yababembe na yabale mkuchuma bili. Ushaponda muda parki abele muguchu bilambo na mbokele muguchu wemi na ngulu suku ila bele ilambo abele parke yaba bembe na mi votu sawa nile mwenda nishimalize ya nena ni yaba ze ya ni message ile nitenda ni mo ikanete lulu suku notango la Biblia lo bakabatu manga bali baje soma Biblia Biblia mwanzo Biblia ni 15 shike bata na mbele na Biblia mwanzo Biblia ni 15 alo na Biblia soma Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Le wow. Durocho. Yani message ya unusuku ele muonda itenda obanda na iunda na ile menenda. Mungu alugumba Adamu abe ewe ndalo wen ya Edeni amele atuwen atuze ya ndalo ale menene a etebito gose ili ore ili mazingira mara sawa na mavuno na matunda maremanga tibibe mwalimu lakini betuwe usiku tono tomana mwana ombe hama mandani tete na tono botwa sehemu fulani Mungu alo toma betuwe sehemu fulani toma betuwe sehemu fulani wa bakawai tunde topalilie totengeneze mazingira ili ndio nafasi hapa matunda na mimi wote est-ce que nous suku yetondalo ile toaelo tolumopalilie tolumulangayo mtakatifu tolumulangayo tatolumulangayo kila tolusuku wale bochwa olomto wa zone ya Fizi wale bochwa olombembe lombakawaye tolumuonda ipalilie lobe nafasi ili ebe yangone lakini tolomochoka changelela ni furahia ni chimina ofati chala neto bado timiza mali mamlaka au ale atabalo na mwana ombi na mimi wetu bechosi tolobero bama ndarusu kwa wale matandani bo tushile ba ona tushile ba ona tushile ba dao ona ngana tu bye bye lakini kila usiku ole mwa kila usiku na kila saa ole mwa hata omba oloshimu anyaje engia ne foto yeto nile mwane huyo yeto est-ce que vous le voyez boso ole mwana fasi watu tuwe na wala bende yabo eso ovolo wa on
nile British wase mwe hata ndio Waingereza alibili mpaka wewe member wao shiboni wewe ndio ulisema shukrani na ulinachukumu jeilonga naiba na malinga meilonga ile rusema na mirocho wewe malizale litenda yanga lolo suku toma nini boto le nate voile jeilonga ola watu mboto utachule toma nini suku tole nate voile yusha maendeleo ola watu mboto utachule toma nini suku tole nate voile yitachuka na bala watu watoshi kilole mboka nibo awana orotatu mine oto etele eye na lushukuru emonani emuvitawe na monine itenda nibo pamoja watu bashili mulingani ya olomboka uondi lusha maendeleo olomboka nami wotu kwa hiyo antuka ngato ibelela tona nini bo ele ya tete voir ya betu iwala olomboka betu ba na devoir yilonga olomboka betu ba na devoir yi eta kila etokasi ela ili watu olomboka otobo basa sibata nini bo otolwa orama ole na otolwa orama ole na otolwa orama iwa barikiwa nami wotu batu tabale mtaola batu washiri kimya ana changanya watu otolwa orama iwa barikiwa na wana bole amboka ola watu mboka kila mtu achu mboka ashile mtonjimano mchani hana ola hata ayuba sakoshi ya bawe nafasi shitongo banga iboka wamana mama ale mutachola ale muvala mama mwana alibo kasolo manende yake sakoshi atendeli tabili ndio anwala leo oto etele sasa betu hiyo kolwa ola na ole kolwa barikiwa tole mwanda uyo tola ola oto mboka nami wotu mwana nini bo omutani ole sawa na ole byangine ole na watu matatizo ole na watu matatizo ndio obana na bibi bagotwa toma nini bo ole utachule ingwato mboka ndi tola watu mboka hapo tole mchikwa kabule mu watu basatu kwasa gento ale mupikwa watagai watagai waresmi yeshimu lela lelo omutanda kwa hata mambo chiro otombo kalina balange ngatalo gae ole otomboka to wale do sana mambo ya ole otomboka kila siku kwa hiyo sisi tandimanga na shida hao na mungu wa mmoja atalusu to na balenga bilo ga otomboka ya atalusu to na mikakati bila la otomboka ya atalusu kila mtama nyinyi ala na hata vao yinu sa maendeleo otomboka nakanya na wale wambabele. Kwa hiyo nitamkaribisha mtumishi wa Mungu Dieudonne kwa mafundisho kidogo. Ningependa kwa mafundisho haya tuendelee tena kujua kwa nini tuko hapa na inaweza kutusaidia katika jamii sote kwa jumla, tujue kitu gani tunaweza kuwa pamoja katika community yetu. Karibu. Amjambo kwa ndugu. Jambo sana. Amjambo tena. Jambo sana. Kwa majina naitwa Dieudonne Kienge na ninaishi hapo Stockport katika territory ya Ubembe ya Manchester. Amen. Na mimi Mbembe, ngao wengine wanaita Mbembe feki kwa sababu siongei lugha lakini nasikia. Ninashukuru kupata fursa hii ya kusimama mbele zenu kuweza kuzungumza ama kuchangia kwa pamoja mawili ama matatu kwa sisi kama jamii. Tunajua kwamba sisi ni jamii. Na kama ni jamii kuna jinsi ambavyo kila mtu anakuwa na mawazo ya kuelewa jamii ni nini. Ningetaka tuongelee kidogo kuhusu mambo ya jamii kwa sababu leo tuko jamii ambayo tumekusanyika sote kwa pamoja Uingereza mzima. Na inakuwa ni wakati mzuri wa kuweza kuchangia mawili matatu. Kwanza nitaanza kusema kwa nini jamii? Jamii ni nini? Tukianza kusema kwamba jamii ni mkusanyiko wa familia ambao inakuja kwa pamoja kwa lengo fulani. Na jamii huundwa katika njia mbalimbali. Kuna vipengele kadhaa ambavyo vinaunda jamii. Jamii huundwa kupitia imani,
au ni Wakristo, jamii ya Kikristo, au ni Waislamu, jamii ya Kiislamu, au ni Wabuddhist, jamii ya Kibuddhist, au ni Wapagani, jamii ya Kipagani. Kwa hiyo jamii inaundwa katika njia tofauti, imani hiyo. Jamii inaundwa kupitia njia ya mila na desturi. Mkichangia mila na desturi inafanya kwamba mkuje kwa pamoja. Na leo tuko hapa kwa sababu tumechangia mila, desturi na utamaduni. Ndio maana tunaitwa jamii ya Kibembe, kwa sababu tunachangia na babu na tunachangia lugha yote kwa pamoja. Na sisi kama jamii ni lazima tuweze kuangalia ni vitu gani ambavyo vinaweza kutusaidia sisi kuweza kukomaa kama kuendelea katika hali ya mzuri zaidi, kukomaza jamii yetu. Kwa sababu ni rahisi sana jamii kuwa kama jamii. Watu wanaweza kukaa pamoja hapa lakini hakuna umoja ndani. Na hiyo ni rahisi sana hiyo. Vikundi vingi sana vinakuwa ni vikundi ambavyo vita jamii ama community fulani, lakini ukiona ni community kwa mdomo tu, ni nje tu. Tunakaa hapa, tunapiga mandazi, tunapiga kuku, piga nyimbo hapa, tuna dance, tunarudi nyumbani. Lakini ndani ya mioyo yetu hakuna ile umoja, na hiyo sio jamii. Na hiyo sio jamii. Hiyo ni jamii iliyokufa. Na katika community nyingi mara nyingi kumejaa jamii zilizokufa nyingi zaidi. Na ukiwaona wako hai, ukikufa mtu au hiyo jamii unaona wako hapo. Lakini upendo wa ndani ule wa dhati haupo katika kuendeleza hiyo jamii. Na hiyo inatokana kwa sababu vipengele kadhaa wa kadha ya kwamba kuna hiki na kile ambacho kipendeka vizuri, inasababisha kwamba jamii iweze kuvunjika. Inaweza kuja kwa pamoja kama tulivyo mahali hapa, lakini katika mioyo yetu huyu yuko na kauli yake na huyu na kauli yake. Na kwa sababu kama hiyo hakuna kitu ambacho kinaweza kikaendelea. Hakuwezi kuwa maendeleo katika jamii kama hiyo. Hakuwezi kufaidisha mtu katika jamii kama hiyo wakati ambapo watu hawako kwa pamoja ndani yao. Ndio maana nimeona kwamba ni vema tujaribu kuchangia mambo mawili matatu kwanza ambayo inasababisha jamii. Na ninaweza kusema kwamba mwanadamu kama mwanadamu, jinsi alivyoumbwa mwanadamu, hakuumbwa ili kwamba aweze kubaki peke yake. Aliumbwa ili aweze kuchangamana na wengine. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mtu jinsi alivyo mahali hapa ndani yetu, kila mtu ana kitu yake special ambacho ndani yake. Kuna kile ambacho niko nacho mimi ambayo ndugu Songe ana nacho hapo. Na kuna kile kitu ambacho yuko nacho yeye ambao mimi sina. Sasa ndio maana tunahitajiana mmoja na mwingine. Na ndio maana tunaunda jamii. Jamani, naomba tu ukimya kidogo tu, ni dakika tatu pekee na tunamaliza hapa. Sichukui muda mrefu. Kwa hiyo sasa ikiwa kwamba tukigundua kwamba kila mtu ana zawadi ama gift fulani ndani yake, hiyo gift iko ndani yetu kwa sababu ya kuendeleza hii jamii. Na itategemea tu kama tutakuwa na uwezo wa kupambanua hayo. Kwa sababu watu wengi hawawezi kujiunga na wengine kwa sababu ya mafikra zao ambazo hazisaidii kujenga jamii. Ili kujenga jamii inabidi utambue kwamba mwenzako naye aliye pembeni yako eko na kitu ndani yake special ambacho wewe hauna. Na wewe pia uko na kitu special ambao mwenzako hana. Na ndio maana tumekuja kwa pamoja ili vile vitu vifanye kitu kimoja cha mzuri zaidi. Kazi ambayo nitafanya mimi peke yangu kama ni kujenga nyumba, na ile ambayo tutafanya watu 10 kwa kujenga nyumba, ile nyumba itakayojenga na watu 10 itaenda haraka kuliko ile ambayo inajengwa na mtu mmoja. Na itakuwa na urembeshaji mzuri. Kwa nini? Kwa sababu watu wanachanga mawazo kwa pamoja. Lakini sasa hiyo jamii kiinje, sitaki kwamba tuko jamii ambayo kiinje tunaonekana kuwa ni wa jamii, lakini ndani kunajaa vitu vya hapa na pale. Na hiyo inaua jamii na inaua familia hata nyumbani kwetu tunapoishi. Ya kwamba utakuta watu ni bibi na bwana, lakini ndani kwa nyumba hakuko bibi na bwana. Nje watu wanaona bibi na bwana nje, lakini ndani familia imekufa. Bwana yuko anatafuta kukimbia, bibi anataka akimbie kwa sababu hapo ndani kunaiva, kuko moto ndani. Lakini nje kila mtu anaona bwana yake ya fulani, bibi yake ya fulani. Sasa hiyo sio jamii, hiyo imekufa hiyo. Na tunataka sisi kama Wabondo wa UK hapa tuweze kuwa na uwezo wa kuweza kujenga community ama jamii ambayo itakuwa na nguvu na itakuwa ya kufanikisha ya mafanikio.
ya mafanikio. Kwa sababu kama tu katika hii nchi ya kigeni, hapa sio kwetu. Tunaelewa vizuri kama kisi mzee alivyosema hapa sio kwetu. Kuna mahali tumetoka. Na kwa sababu tumetoka mahali fulani, tumechangia lugha na tumechangia vitu kadhaa vinasababisha kwamba tuweze kuwa pamoja hapa. Na nataka kuongelea vitu kadhaa ambavyo vinasababisha kwamba jamii ishindwe kuwa kwa pamoja na ambavyo vinaua sana majamii mingi. Na hivi vitu pia hata kwa familia ya kawaida ya bibi na bwana na watoto pia vipo, ambao itaweza kuwa jambo la maana zaidi. Vitu ambavyo huua jamii, umoja wa jamii, ni kitu kama msamaha. Kitu kama msamaha ni kitu ambayo kinaua jamii, ama kikundi kama hiki kinakufa kwa sababu ya ukosefu wa msamaha. Wakati watu wanakaa kwa pamoja kama hivi na wakikaa na manongo ndani ya mioyo yao kwa sababu ya ule na ule, inakuwa kwamba hakuna maendeleo hapo na hakuna kitu ambacho kitakofanyika hapo ambacho kitaleta matunda mazuri. Sasa ili jamii iweze kuwa stable na ikuwe strong, ni lazima msamaha ukuwepo. Msamaha ni lazima ukuwepo. Na mimi husema kila siku ni kwamba mwanadamu kama mwanadamu, as long as unaishi katika hii mwili, ni lazima utafanya makosa. Ni lazima utakosea mwenzako. Mwanadamu kama mwanadamu lazima utakosea mwenzako. Lakini sasa inaomba mtu kuweza kuwa na roho ya kuweza kusamehe. Kwa sababu tunakoseana sote. Leo mimi nakosea, kesho nakosea mwingine. Kama hakuna msamaha, hiyo kitu inakuwa inaharibika, unaharibu mambo. Kwa hiyo lazima mmoja ajishushe. Kwa hiyo kama kuna ndugu yako ambaye yuko hapa na tunasema tuko jamii moja, kama kuna ndugu yako yuko hapa katikati yetu hapa na aliongea kitu kibaya kuhusiana na wewe, ama ulimsikia hata akiongea live ama ulisikia kutoka kwa mtu, ni vitu vya kusameheana. Na mimi nasema kila siku, msamaha sio lazima usubirie mtu aje kuombe msamaha. Unasamehe hata kabla mtu hajakuja kuomba msamaha. Na ndio msamaha wa kweli. Tunaelewana hapo jamani? Kwa hiyo sio lazima mpaka nikuje kuomba msamaha. Wewe unanisamehe hata kabla sijakuja kuomba msamaha. Na hiyo inasaidia pakubwa zaidi. Labda huyo ambaye unatarajia aje kuomba msamaha, yeye hata anatambua kama nimekosea. Na unakaa na kitu ndani ya roho yako. Unakosa amani ndani ya roho yako mwenyewe tu. Kwa nini? Kwa sababu unakosa msamaha. Na hiyo kitu hapa kinavunja sana maunyumba, kinavunja pia ma-community kama hizi. Na kitu tunavyokaa hapa utakuta mtu anambia kule alifanya hivi na hivi. Huyo alifanya hivyo vinavunja. Kuna hata siku moja vitakavyo vinaweza kujenga. Hiyo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo naomba jamii ya Wabondo UK tuweze kuwa na msamaha. Na hiyo jambo itakuwa kutusaidia sana. Jambo la pili, kutoa hasira. Katika jamii kama hizi hapa, kila mtu ana tabia zake mbalimbali. Kila mtu ana tabia zake mbalimbali ambazo tumekomaa nazo, ambao kila mtu kunazo. Sasa sio vema kama unaona kitu kiendelee katika jamii kama hii kumanifestia hasira yako. Hiyo iende hivyo. Vitu vingine unaangalia tu, unasema nikiingia, kwa sababu hasira kila siku inaharibu. Unasikia mtu anachoma mwenzake kisu, kisha baadaye anakwambia ningejua, kwa sababu alichoma kwa hasira. Kwa hiyo hasira kila siku bomoa. Kwa hiyo hapa ndani katika vikao kama hizi, unapoongelea maajenda kama hizi ambayo tumesomewa hapa, tutoe hasira ndani zetu. Ile kwamba nimekuja ule jamaa akiongea hivi, mimi nitamjibia hivi. Hiyo unavunja tayari, hapa ujengi unabomoa. Sasa hakuna haja kikao kama hiki kama kutakuwa na intention kama hizo ndani ya mioyo ya watu. Lazima vitu kuivunja ili tuweze kuwa jamii ambayo iko stable na strong. Tuko pamoja ndugu? Ndio. Jambo la tatu, lazima jamii kutoa ile mambo ya competition. Wanataka kujilinganisha na fulani. Hiyo wamama wanakuwa wameongoza hapo zaidi. Wapo wao wanaongoza sana kwa hiyo kitu. Yaani nataka nivae kuwazidi wa fulani. Nataka unaona ingo nitapiga leo hapo kwa Bondo hii. Hakuna aisha kwa nao hapo Manchester. Hakuna aisha kwa nao UK. Nataka nikuwe kama, nataka nifanye nywele ikuwe kama ya. Sasa hivyo vitu hivyo vinabomoa hivyo. Kwa hiyo mpaka unaanza kuona mwenzako akivaa nguo yake tu ya kawaida, sasa huyu anataka kuna kitu. Hadi kumpendeza. Sasa wewe binakuhusu nini? Nguo ni nguo. Nguo ni nguo. Ati nywele yake iko hata vizuri. Ni kama anapokeka na pesa na watoto lakini hata nywele yake tengenezake. Hii inakuhusu nini? Inakuhusu nini? Sema baba. Sema. Inakuhusu nini? Kwa hiyo lazima tutoke ndani yetu. Kuvunja hiyo vitu ya competition.
fulani Songa alinunua gari ya fulani, alinunua BMW 2016, mimi ndio 2017, hawezi kunishinda huyo jamaa. Wote vile nyuma yangu. Kwani unafia nini? Mara nyingi nikitembeza gari ninapokuwa barabara, mtu akija speed yako nyuma yangu, na mwambaka toe pita. Wewe pita zako kwa sababu mahali uko naenda na mimi niko naenda tofauti, hatujuani. Hakuna haja tuanze kwamba tukibizana, mimi napata mtu nyuma tukibizana yeye. I make sense. Kwa sababu kwenda kwake tofauti na mimi na kwangu tofauti. Na kila mtu yuko na kibila mataimi zake tofauti. So lazima competition itoke ndani yetu. Wacha mambo competition. Jamii iko ikijenga kwa competition na vunja hiyo kujilinganisha. Kama unavaa mzuri, vaa vizuri, ni yako, hakuna shida. Na kama unavaa kila ambacho uko nacho, basi ni yako. Kama uko na pesa, ni zako. Na kama ushaka miaka mingi, unapoenda kuongea na watu wako kwa sababu ushaka miaka mingi Ulaya. Mimi nishaka miaka mingi hapo, wewe umefika tu jana. Sawa, hata kama ushaka miaka mingi, ile ni yako. Na wewe mwingine alifika juzi hapo, naye pia anaishi na hivi yake. So competition lazima ivunjike hapo. Ivunjike. Kama fulani yuko kwa cheo fulani, tuseme fulani ndio president. Huyo president astahili. Maana wewe unaona kama wewe ndio unakupea nafasi, wewe ndio unafanya. Hiyo ni competition wewe utafuta ndani yako. Na ile roho kama hiyo huwa inavunja. Akikuwa hapo hivyo anasema fulani kama yuko na udhaifu fulani ndio. Acha mimi nikae nyuma yake nimsupport ili tutoe udhaifu usionekane kwa watu. Hiyo ndio jamii zinakaa. Lakini tukikaa kwamba fulani hata niweza, hata bali mchoko kimakosa, hiyo kitu inavunja. Tunajua kwamba hakuna mtu uko perfect. Hakuna mtu uko perfect. Kila mtu ana udhaifu wake. Hivyo tu kama wako kama hujagundua, lakini kila mtu ana udhaifu wake. So anapokuwa kwa nini kama kiongozi sio kwamba anajua kila kitu. Kuna vitu vingi hata hajui. Na wewe sasa unajota kumzidi. Lakini amepewa nayo nafasi ya kukaa hapo ili kwamba sisi wengine hapa tuweze kusupport ile maono ile mbele. Yes, ndugu namaliza. Kwa hiyo sasa ni lazima tuweze kuwa na uwezo wa kuweza kuachana mambo ya competition na pia tuwe na maono ambayo inaoendeleza. Maono yanayoendeleza. Jamani, nataka kuongea jambo hapa. Kwa sababu ya jambo imekuwa katika moyo wangu. Unajua mara nyingi sana tunapokutana mikutano kama hizi, sio kula tu na kufurahi na kuonana na kuongea pesa ngapi tunayo. Hiyo I make sense zaidi. I make sense zaidi ikiwa kwamba hatuwezi kuinvest ndani ya watu. Hakuna jamii ambayo inakomaa katika kuweka pesa. Hakuna jamii ambayo inakomaa katika maproject ya vitu. Jamii inakomaa kwanza katika project ya kuinvest ndani ya watu, kubadilisha maisha ya watu kwanza. Hiyo ndio jamii inaanzia. Tukisema tunataka mila na desturi ifanyike hapa, kwa hiyo sasa tupange mpango gani utafanya kwamba katika community kama hii mila na desturi ifanye kazi. Jinsi gani kuinvest ndani ya watu. Hatutaki mila ya wazungu. Ndio. Nimekuwa Denmark juzi hapa. Baba Mungu anaitwa kwa jina Charles. Baba Mungu anamfunika sana kwa sababu mtoto wake kijana anaoa msichana wa Mdanuazi. Sasa msichana kile nyumbani anaita Charles. Mzee anasikia hasira kwa sababu mila yetu ya Kibembe haiendi hivyo. Mzee anasikia hasira kama kaua maliza msichana mzungu wa watu. Lakini ni kwa ndio mila yao hii. Lakini sasa inabidi kwamba sisi nazo sasa pia tuweze kuwa na uwezo wa kufundisha watoto wetu hizo mila, utaifanyaje? Tukue na practical steps, hapana mambo ya kuongea kwa mdomo tu mila. Practical steps ambayo tutasaidia tuweze kujenga jamii yetu. Na hiyo itakuwa jambo la maana sana. Kwa hiyo ni lazima tuwe na maono inayoeleweka, achana maono tu za juu peke yake. Maono ambayo itainvest ndani ya watu. Kuwa na pesa mingi sio tatizo. Pesa ikuwe isikuwepo sio tatizo. Nataka kwamba tukutane vikao viko vina make sense kwamba watu wanajengwa. Akirudia nyumbani ule bibi ambaye anaenda kwa mkutano wa Wabembe akirudia hivi, mbona anaona bibi mwingine tofauti? Kwa sababu amepata kitu kwa Wabembe ameenda. Lakini sio kwenda tu akarudia hivi tena ndio asira tu. Mama fulani alisema. So hiyo mkutano make sense. Hakuna kitu tunajenga. Kwa hiyo hayo ni machache tu, na naomba kwamba Mungu wasaidie na roho ya msamaha iwepo ndani. Na tusimanifesti hasira katika mikutano kama hizi. Na ni lazima tuchangie kwa kumsupport mtu ambaye tumeombea uongozi, tumemchagua wenyewe. Hiyo itakuwa jambo la maana sana. Asante, mbarikiwe sana. Kwa hiyo tunashukuru kwa mazungumzo. Kwenye watu wako lazima wanaenda
pamoja, hatuwazi pamoja kama vile walimu walikuwa natuambia hapa, tuko pamoja lakini mawazo yako tofauti. Kwa hiyo nisikamate muda, acha twende haraka sana. Nimkaribishe presida wa Babembe bote hapa Uingereza ili atupatie hotuba na vile vile atupresente kamati yake yote hapa mbele, ili muensemble general kila mtu ajue nani yuko nafasi yake na nani anafanya kazi nafasi. Kwa hiyo nitamkaribisha presida kwa makofi na vigelegele wa Babembe bote ili asogee hapa mbele na kutupatia hotuba ya kwanza ya kwake katika uongozi wake. Karibu tena. Bakondoye, bakondoye, benu na muato sambe bata, to ondane. Nashukuru Mungu achomwamba kwanza, na kwa kweli wane ntema wose na nitende enui na monete ele privilege de mwamba uya minia ine yima nini ano achi na undi prometre benu emu itu kama shishi trair benu no wikari no wikazo lata shieta kabla shinaongea ete bimwaungwa byatenda mzee John Rajabu msoshi wa seni ole makubaliano matubili tuwakubaliana ihusu sheria cha uchaguzi na bene iniwa losobolwa ofashi uongozi, lakini ulikuwa osa nafasi ya mwenyekiti makamo na bibyo batubwa boimani na sanduku yetu ya hazina na kicho wazifa ele jukumu ya seni ilonda baba shieta na alo hewa nafasi itenda nigoni na haki ilonda wane sekretari kabla shina alika yewe nishimunda kwanza mbocho kajola tambosha kelera ono kushimu eta presentation ya komite yose na alika yewe te vice president wa babondwano wa UK na nishimu ondi alika mbochwa wa Chiba shicheka malehano mbochwa wa Chibale mbochwa wa Chiba tambosha kelera ono na alika yewete wane mwandishi tatura pata mwandishi makamu musamea ino, lakini tumuitila mtu achi o ekao eshichwe tunaweza imu presente ukimu chieto ombo oya bashauri mrejo ya Midland tulina mbochwa ascending double na onda shekelene ono na mrejo ya Sheffield de tulina mbochwa Basubi eme Basubi karibu manga obo ya mshauri na mrejo ya Bobu tulina mzee wa Mboka karibu sana mzee wa Mboka na ninaona nkakia tatora pata watu situmi ena bo rejo ya Bradford na ombo yaba bochwa wa Norwich taola hano shike kama elingila na tatora pata mtu mrejo ya London. Kwa hiyo bano babochwa bale hano na onda nikaribishebo mweno timu ya uongozi wa achatwa hewa iongozo babondo batana karibu bana, karibu bana. Shi etatu
tolina bongo todogo botwasungi abutushini itire achi mali malinga topendekeza mu enke kama binawezekana munatoa ruhusa tueta bibi kama teshiwezekane tolea kwa sababu benu ibale na mamlaka ma itenda ndipo eno kwa wacha na eno kwa eno. Kwa hiyo nilina mapendekezo fulani maneno ondi pendekezo mungu shieta no soma Kiswahili shiende wenu muda kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kushukuru Mungu juu ya watu wote wenye walifika hapa. Sikukuwa nategemea, kweli Mungu awabariki na naamini kama tutakuwa na baraka katika kikao hiki mpaka mwisho. Pili napenda kushukuru bandugu yetu wenye waliweza kuongoza mbele yetu. Najua kama President Sikasi haiko hapa, lakini kuko bandugu wengine beba litumika mkamati wenye litangulia kama gisi naona ndugu mwandishi Nieka yuko kule, naona dada Makobola yuko kule. Ni watu wenye walifanya kazi ya kujenga msingi ya kuongoza hii familia ya Babondo kabla ya sisi. Napenda kwa kweli kubashukuru wote. Na ya pili napenda vile vile kumshukuru ndugu Rajabu na tume yote ya Seni. Kama gisi wa ndugu walitangulia mbele kusema, haikukua kwepesi kazi yenyewe walifanya. Walitumika kwa makondisyon yenyewe ilikuwa ya nguvu sana. Kulikuwa maubishi katikati yetu yenyewe ilileta hata uzuri kwa watu wengine, haikukua mzuri. Lakini walivumilia. Kwanza ilifika hata hatua tulikuwa nafikiria kama uchaguzi hautakuwa, vitu vyote vitaharibika, lakini Mungu alipita katikati na walitumia hekima sana mpaka tukafika mwisho. Hata siku ya uchaguzi vitu vilikuwa mzuri, bali zidi kujitahidi kutumikisha hekima mpaka uchaguzi ukafanyika. Na mimi mwenyewe nilishukuru, hata kama uchaguzi ulienda kufavere yangu. Sijui saa zingine kama vingeenda kufavere yangu ingelikuwa namna gani, lakini vile vile napenda kumshukuru ndugu Kamara na muona kule nyuma kwa uchaguzi kisi ulikuwa. Haikuwa fasili kungambo yote. Hata mwe wenyewe mlikuwa mnapiga kura, kulikuwa wenyewe hakukuwa na amani murodi faso edinot. Lakini kwa mwisho tulifika kukubaliana kama niliwina na nashukuru. Vile vile napenda kuwashukuru bandugu yetu ya Sheffield wenye waliweza kufanya maandalizi ya kikao siku ile. Nafikiria kama ilikuwa mzuri sana na tulipokea watu wengi sana. Kwanza nilikuwa nafikiria kama wale watu wote wangelifika hapa, hata nafikiria ukumbi ungelikuwa mdogo. Walifanya kazi mingi sana, haikuwa kwepesi. Kwa hiyo wandugu wote wa Sheffield wajisikie vraiment kama tunawapenda na tunashukuru kazi yenyewe walifanya. Na kwa namna ya pekee kabisa napenda niwashukuru Mwebondi. Na sijui, acha nilombe msamaha kwa kila mtu mwenye nilimkosea. Naweza penda anisamehe. Kama hii jamaa yetu ya Babondo tulifanya makosa munjia moya wala munjia ingine kujina la kundi, nalomba msamaha. Napenda ikue mwanzo kwetu, ikue hatua ya kwanza
yenye tutafanya kupitia msamaha. Acha nimshukuru ndugu Jedone kwa mafundisho leo. Ilikuwa outstanding, iko class. Ndugu, ulitujenga leo. Ujisikie kama ulichangia kitu cha muhimu katika hii jamaa. Na naweza pendelea kama itakuwa vizuri ule ushauri tuuchukue nyumbani, tuuchukue kote kwenye tunaenda, tuuchukue kila mara tutakuwa tunakutana katika mikutano kama hii, juu ya kutafuta kuleta kujenga na kuleta nguvu katika familia yetu ya Wabondo. Najua kama watu wengi walikuwa biko desi na uchaguzi. Uchaguzi ni kitu kibaya, na mimi mwenyewe naweza penda nilombe msamaha kwa sababu nilikuwa katika upande wa watu wenyewe walikuwa naomba uchaguzi ufanyike. Kulikuwa strategy nzuri ambayo wandugu waliweza kufanya, na ilikuwa ni strategy nzuri ya kujenga familia. Lakini sisi tuliona saa zingine uchaguzi inatusaidia kuexercer role yetu demokratiki. Lakini katika familia hakuna demokrasi. Zaidi sana katika familia kama hii ya Wabondo wa UK. Mwasili ya Kibembe, baba ni baba, mama ni mama, kaka ni kaka. Kila mtu anajua fasi yake. Dada hatakuwa kaka. Dada hatafanya kazi ya baba. Inaonesha kama tuko na misingi. Tuko familia ambayo inajengwa katika misingi ya kweli. Kwa hiyo naomba msamaha juu wale watu wote wenyewe walivunjika mioyo na watu wote walisikia mbaya. Tafadhali sana naomba mtusamehe. Basi ndugu zangu wa Bondo, nimeomba mie kukuwa kiongozi. Sikuomba kuwa mtawala. Nafikiria mnajua tofauti ya kuwa kiongozi na kukuwa mtawala. Napenda kuongoza katika njia ya msingi yenye ya kweli na ya haki. Na wakati nikifanya makosa, na waalika mkuwe tayari kuniambia, ndugu nilifanya makosa na nilombe msamaha. Basi kwa malengo na kazi ambayo tunatarajia kufanya ni kwanza, kazi yangu ya kwanza ni kuwahamasisha nyinyi wote. Kazi yangu ya kwanza ni kutafuta kufanya kuleta umoja katikati yetu, ili tupate kuungana, tupate tena kuwa na nguvu ya kweli na yenye italeta matunda mazuri. Iliko mchwa ndani ya keto, ndivyo terejo na ishi to ishi na miri ndo na ndebo. Na iona na ndebo ndo itoma na cho musuko. Na nimotaka to kango alo ngalo bakato ngo abantu bano bantu bali ba responsable chokondo. Ole bantu bashika babo bana bashika to butochi lakini bamora bacho sagana na amuzi. Na wakati toi manyele to viongozi ulombe na itebe bimotenda cheto sheni. Kiongozi apashiba mfano uyeto familia. Kama kiongozi taenesha chila kondisio chiba mfano uyeto familia. Donc ule kiongozi talingibe iba kiongozi. Nono lusuku namona toba presente kamati yose ya mupe yuenda achi eto mya ebire. Toka sana ubangara babana batwanseni. Lakini etonilo takanione lobaka chile erere chitabu eta masuku mama. Bino tole na watu wa mupe no ngiri no pabembe. Na wakati mu erondo twatulo esanga 2007 tobilo tusanga bolo merere umwe kwendele paka lusu chile erere chile sa chile erere tatishi mango yo ubana betutu mbona chile erere chimango cha kosoli. Ikoso wa ito ikosaidia lobaka meshimu yanga. Na itebe tunda wana mwenyekiti atuna nibo au na support ya watu au na msaada watu wasaidiwe, kila mtu abe haya uisupport yewe
ndio batu bana sapotio, lakini eske wachana na vile vitu vyo mvuna batu lumaka wakati yo moteno mbele na batu wano ole batu wale di yungo shikana na vile vitu vile kelelo bamone chile act chiwatenda ubitira batu kwea abelu viongozi vyetu atenda yusu mambo mama audio chino chile probleme we wakati chino chama audio chino abiru waitumi serikali na bibi toya mutumi lakini lulu usuko ashikwachi yenda decision longa shile mserikali ashile kiongozi wetu tena ni wetu chuma ngoba contrôler lakini à l'époque abiru waitumia lakini abiru tumia na bio emo so ni mwando mwana to mwando bana hali shili yange ne litenda bi kama tawasa kia ide kama waseka ide na yobe ide ya mone anabatu tena ni onywa bilo seka ide mbaka kila mtu hapo takamone ndivyo wakati na bilo tawala yeye na bilo tabino wakati na bilo tabino ina bilo tawala na bilo tabino bali olewaso le na utawala olewaso enda utawala kama unarusha malinga bange maana saidia ule mtawala bila ba yangene zaidi bali ile kakota ngoja pouvoir washichorusha malinga bange atenda chicho nani chama audio nunu suku chiwe contrôler sasa ile natangaro nunu suku kama na shikwa chiwe contrôler mpaka à l'époque tachali mwa contrôler na kiongozi wala viongozi tuona umule bechuto lenu watu mmoja na msaada bechuto msaidia tuamue na mule ba exemplaire viongozi vyetu mmoyoshika pouvoir ala isaka pouvoir mumobana maerere mabula maitirafu menu mamomone kwa watu mube viongozi biba bielelezo tatoma ngumba benu yonu mitokali ili chimero banjale tatoma ngumba chenu hali chini chini ya teno chini ya lezo chini ya banjale na kama tatoa njikanya itibiri yatina oduchia njikanyi tatushendeleri eshi tuanjicho rumwa ni weba viongozi mtoshimo takiwa president umaka miliki wanjani tatoa chumdivi wana tatoa chuchomele o makamera tuachoto ni objectif tolina bana tolina ma objectif mite na rumu suku beto bana ya kubangi ba ngema lele tatoa chulo makato cho uba show off chulo chabato bitwa iyungwa bitwa soma bitwa etabili tatoa taka bebi batana bengo ina ono uongozi wetu inobya ebele mui yane yase mulende manama osamai tamine mabala biongozi mbaka mikelele ili mu corriger byo mbaka no deza yenu techo mone alombitele yambe na olitanga kwa ya mwisho yite na nivo eongozi au na atenda nivo ale amotaka shikari approche ya community center leli lengalangi lakini natangalwa kiongozi wetu nusuku ayo rushalo lulingalo maka ale mtu wa kwanza wabilu waipinga manu malinga o serikali chetani abile mtu wa kwanza kiongozi wetu hapa shoma nguvu la kweli abile mtu wa kwanza ipiga nisha malinga mamo mitana nivo malanga za chima ngoyo mfaji lakini mmangu bilo basi vitu yangu rushalo chile projet tashi ona dio franga tachisa kima bondo chile projet yangu ondi rushalo chile franga chio no serikali lulu musuku mesha emine lulu musuku hapa chavyo donc sheria yetu temo obaya heshima kama mwale ashiria heshima ile sheria na kama ule kiongozi tatoa bocha obi kiongozi lo makatocho tobe chini ya mamlaka wa chini ya mamlaka ya sheria wao na please mutangu yanase mutengeneze sheria byangene kama momoni ole masheria ole maprobleme wa sheria mutengeneza melino so chino projet chino lo makacho bishama probleme après cho ushanonge ma polemike baadaye itebya kushika polemiki chashika na uongozi wa ndani hii ameombi yetu inishi mutakiyo na iongozi ubegelelezo mbele ya watu na mu contrôler mana maisha mwabile na bombeshi kama tamabili mufresha watu changer mushile viongozi kama ele niveau ya kodoma bench mushile bench chio mbele mushingo lelo na jamii please ena wabangeni zaidi tobe na viongozi kwa presenter wetu umbele na watu mwakolema Tunasema asante.
Nishimulele tena niona akanyama sana kamati yetu ya hata nakuambia tanga kitu yetu ile. Wakole manda sana na alichapeleka na wawote. Ila emo nishimulele na sitenda umele nibo. Utumia babondele gharama. Hapana muongo mpaka gharama. Mpaka sura imagwa ndilo chumwa nzwe mwarangisha muonzo kwa gharama maji tushikira. Samama umbeka na bana. Mangucho abana bose hano n'abacana bose hano tumangoma naye bugenge mbaka ukungira. Kwali ukorogana n'abantu babe tubashoje. Makasike bocha gusura. Etrabe nshumushimani elishimani endelelo. Eli kamera tena mbucho amera da banjane patele banjane. Mshikirangu analo letira ilo maka wetu banjane baita msaada wetu. Saya hai watu wanasema Banjara pika bahasa. Pika bahasa banjara. Samahani, kita nini na una kamati ya. Ini kabar itu orang apa mulut Samahani. Anga na yuko dile cha mjane kila ya chi angeni. Yaani kwa kisho karula tu amemaji. Hiyo kila tayari. Lakini yuko dile cha mjane mpaka hitaji msaada wao ngeni maji. Ya hata ile. Kani lomu na maji charaka mchini watu wa chani ya kuna kufahamu. Kwa hiyo shao na kutoka kwa jari sana kwa hiyo ndio ndio na hiyo hapa tutengane tu jari tutachana nao. Leo ndio shikani kama leo basi ama tunashika ndani kama sasa. Kwa sana kwa chitu kama anjina ikabula mwisho hapa na shiko ile takale ngo tumuita kwaita na tukana vitu tumika chana ana watu bashibe kinyume bashi yani malingana bana watu wamorombo bandije tira mbabona we nisishingane msimangu kwa bawo ndo kasha mmoja na huo na hanga mtu aola mtu mbabona atushi mona kalo bila mtaji tu yangu ile kitu ndio ndio kwa Mambusa ndani mawasamento mawasasichosi makikiwaje akawa nchi wa sameshi wao walona na kujira kwa sababu ili wao ni msaidizi ale jambo leo na mashukuru kila mtu adalibi contribuer selon yake uwezo yanayo selon yake competence yanayo ulanye malinga muya bwana eto na bwana alenge nose abentole transparent ay tayari nani mwana deja wala ngesha kiwa seulement tu ina conseiller wewe ni ya conseiller deja ale tu quand résister kidogo labda kitabiki wengi ale tu quand persister kidogo ipo kemo lakini en fait de compte aki mungu ibilo tu president ya kimo kikarateri kumwele wewe lakini batu kwa tulishukuru Bwana batu wose basoma lakini tuwasoma niveau tofauti na maoption tofauti musaidie ila ile ngine angala to wasedela Bwana yeto malinga la kubushwa byose juu ya maosa ingine malisi concernant Bwana niveau bila tukamati bebe tumpikira maasa musu lakini bado wanaopika maasa tunge botu abengi bano basobo wala ko batu alonge umusu mfalme wa kwanza isobolo na Mungu duniani alukachibona badandanga ni wasobola na Mungu Sauli sasa betu bano batu wasambira so wala be yani mujipretendre après mano encore vini kuchoma umivu longe baadaye mube batu batulia sana yani mube poser
hapana musala na batu hapana Mungu mmoja batu liwele tofauti omueke batu ba onda beli tuma bamwe no chance mutumie yo byangeli nya ebele angabwe ana byangeli na batu kwa kweli ile ya manga ita emuke byose yo bandao de lazima otete byose bwana ele shi ubariki Mungu ama shi bariki Mungu yuka matie ete twashukuru Mungu lakini muna batu basaidia na bwana ba teolojia wasaidia ba eta science basaidia ba sheria basaidia betu ba mama obange Obama ngo ndabi lushuku chose nibo kama sote ya muhimu duniani kituchara watu wabeli kwanza natuche Mungu na natushwale match chale kusa simita dunia chicho wana alenge unamona nao watu wale kuchwa faible bana wale batu bana na malinga mangeni na itu watu wataki tuche ba achilumba kalwa kiongozi ose asole tempo etu inji mpaka watu tuchwa match na obele umangoja ili ngo no atwa motenzo makabaki otubele mu bitu byangene yoshe tibuka ombe wale machitatu na bino abe ngati ne video kabisa tinayo umona abole bona antu kuma ngugula mba ati byangene sana hapana mbabona abole ule nake iyo be match kushiongeze unge kama soba na ongelo masuba wibisa kushipresente wewe batu lakini ule bona presente ule mtumie nafasi yangene tuheshimia wewe mbako tuheshimia wewe Kobe angeli manga sana. Antukani mona babembe, munaki amana, munaki confiance. Ba to bane ni amanga non to eki. Na wale ongeta ya kwa masomo, lakini Mungu acha yake hekima. Hapo kacho ntubala le bako kwa university. Taso mo kibala lakini yana anga na yake bino, ubala bitu kushitangala. Ule bazee, ule bana kibala nsomo, historia ndio babembe. Taki no masomo lakini ule yanje tongwe mpaka tamba. Yanja nganja mpaka Tanganyika. Natasoma hoyo lakini engero ana kila etu. Kwa hiyo bwana kila mtu aparo kwenye mikono tasoma ngale bino ina kila mtu consideration ni kilo bibyangeni byo mukuru na muula atwangeni kabisa president makamo wao wa mitani manga lakini no conseil ni bobino wala mwenge rank tofauti mako shingere tofauti mango differentier nafasi yote tiketi ya ete kiongozi makamu ete kiongozi makamu basi sio tania yani kula mche seriosity akwa mche tofauti ndipo bio ile match na bio ile mbotani bio ile uibaye au achi ana taxi makuyo au taxi mene mwesa okay aba na bio ile achi yani babale ole bono bwana ale tofauti hapana bobo changa kila ito watu kila yote wewe ni mbano ni watani Mungu hapa atile chemanga sana ndio banadamu tamuke tida ni siku chote chubange tumango wote mwaona maita osa hapa ndio kama bade tebale ba Mungu sana bilia baye bana kujowekya bana iwa falanga bana sio waaminifu lakini to considere bo imanyi baongoza inosi to manyi baongoza nawe no batane bana viongozi bana tumango baombe lumakalwa tentative yewe sote sana madaraka makiwa tentative surtout ana ya lumba achana angata mba achana kiongozi namba achana oya itumia pesa na osa chaki kitu cha kujibele kwa tubaombele ili baye byangene na baule byangene nafikiri ete avec bano basi etini muamona buya byangene angatwa bana lakini angatwa bale elela tabashule byangene tabushikele byangene ndongo tola ujo mwezi kwandisa abangebe byangene abe chabate chemanga abe chabate chetwe bondo ila mema kamosi amen. Na hitaji menu mashauri batano kila hatua yose nishi ete shachwa mitu imana mbele ya nitenda nibono uba parfait nibono eta bitu yose yuva byangene bishifurahishe benu emusani na eta bitu bishiloke benu mwanga kile batano na bichangana eta maosa mubucheine mubeleine nibo eta maosa na ine ni unenkaki ila nafikiri kama ngela no yananyata no shimia benu boss no shimia benu malenga no shimia wenu mshauri ili bagua hata bana bato bale hano nina bato nina bana na promettre benu eto eshima no mweyo
halakini batano mombe ine nkongo mombe ombe mombe ol ila na una pala mo kwesha ine ros obia subira bishibe apana mo kwesha ine. Nashukuru mwana ombe juu ya vino vitu sangana hano nusu na nuzidi uni na kila mbondoso wa yuke mwana ombe awatirichewe ili ehonge abe faida oye no yetu communauté ya babondo shike kama nongezi ya NGF. Nashukuru bate region bale hano nike kama nina timu ya ngene na bate region bangene watiricha ine yanjalunu suku paka umwisho. Nafikiri naongea yusu nibo tu eta jitihada eta makala umwisho lunu suku to unabe num diver juu ile ngai na onda mulole bandani batani to benangena be tutto le na privilege ya manga ibahana umomone mosala antende eno Mungu ikyo eta shile pasteur shike natata maos halakini Mungu ikyo eta bimu bitu byangine Mungu ana etela bechuba bembe epebi ni momon o bechuba le hang Mungu a etela bechu bitu byangine manga sana na mango Mungu a onda yeta ni na bechu tobe faida ubange bato tobe faida juu ya wetu kweli tonabano tumuisemba nganji shike aombwe bilikwenda kazalika halakini bechu tonoba faida juu ya wetu na tena libono ongelea yusu jitihada imiza bechu babondo bayuke tokumbu wetu obena ngena ate yuma to paundi omi jichiso meshe mwana uchile na uwezo wetu. Abata na mwe bondo bondo lungu na to sambe batana na ibochu batana anyemu nashukuru bana ebondo lunga ebondo sawa toka tuamona kamati ya karishi wao lakini tatuike babo batu bali bashimwe ndani nshimbe makamu ali nshimbe naba conseiller bosi mwami ale mwami mangu munasangana lake o tamushimanyewe tushimato manye babo baachi mangu tunasanga sangana o ulego tulima. Kwa hiyo karibu sana Milango ekianjwa oh nimechelano wale machelano wale machitale wale machamote abatan bambole che a vice president Olenshimbe najua ndio mkini lakini boss ole bato bamumpya ule soko msamani kwanza ndio neti tereni bakana utafieri hivi ni shimani tenda kama njiji jeni totana tenda wa mwana ndo aite ibu ai ila ni unalenga wata ile mshimita na mgali neti shabu ayo bakana utafieri na ayo bakana lakini na mulo tukole bana balo lakini bana tete ai ni wale au basatu banacho ile mbembe ni mbondo ni na mati na bana ba isila ne obi ni na bana ba tosha na bana ba tosha na ba roto ni na ba tosha ba ta ba
batana ini na machi etela mbola lian china monengoma mbondo mwamba kwa tu bala wane machi dakichina lebinge hata ngote Abenue bondo. Yane china mlebinge Monique. So karibisha Mbochwa Sende Luguru. Kenywe bondo. Bondo lungi. Makene. Uchina iburukwe. Eti mwaungwa ni bondo mkuchibwa Sende Luguru. China le asende la ni kelele mbembe asende. Basi China iburukwe nile na machi na bana yo ine dane chini yo nete bana yo kaita vile Wakarisha ndio mboka Bwana Ndrum Namo bato baji mango tenda nivo na konda probleme usheria cha seni na timongoze bondo tamuli timusheria cha dezoro trewani tetele Ole timo sheria titela ne mtomongoza kamati ntelos kundete no ale mtu akonda no vile mwenyekiti na wake makamu mniza mona a secretary hata na banshimbe taile tatizo shaya lakini bino bimona kata mona uno yani bibi ni na nya kibibi Mbochwa Chiva. Awe ni Mbochwa. Mbochwa. Inomena ni Mbochwa wa Chiva lakini nache liki wala manga sana lakini nataka mwekini wa Chiva.
ina bana bake ina bana bake ina bana bake